anakwenda kuwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Jiji la Dodoma akiwa ameambatana na Mheshimiwa Mbunge. Mbaya sana shiriki kwenye jambo kubwa sana siku ya leo, jambo la kihistoria kwa maafisa wa usafirishaji hapa mkoani Dodoma. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufanya kuwa shuhuda wa jambo hili kubwa siku ya leo. La pili, naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuwasimamia na kuwajali maafisa wa usafirishaji. Ndugu zangu, ninyi ni mashahidi, mmesema sana, mlikuwa mkiitwa bodaboda, lakini mmepata jina lenye heshima ambayo inaendana na kazi yenu, na haya yote yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba tunaithamini na kuijali tasnia hii ya usafirishaji kupitia usafirishaji wa matairi mawili na matairi matatu, na hivyo tukapata jina hili la maafisa wa usafirishaji. Lakini Mheshimiwa Rais amekwenda mbali, mmejengewa ofisi ya kisasa ambayo iko kulia kwangu hapa, ambayo ni moja kati ya ofisi nzuri sana ambayo nimewahi kuziona. Jana nilipita hapa nikaikagua, hivyo nipongeze sana kwa Mheshimiwa Rais kwa ofisi hii, na ninaamini kabisa uongozi wa UMAPIDO ofisi hii itatumika kuwa ofisi ya kupokea kero, changamoto na matatizo mbalimbali ya maafisa wa usafirishaji. Lakini pia ofisi hii itatumika kuwa kiungo kizuri kati ya serikali na maafisa wa usafirishaji. Lakini ofisi hii pia itatumika kubeba matumaini makubwa na matarajio makubwa walionayo maafisa wa usafirishaji wa mkoa wetu wa Dodoma. Hivyo ofisi hii naamini itakidhi haya yote ambayo nimeyasema, na mwisho wa siku ikafanane na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya ya kutujengea ofisi hii. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyotufanyia. La tatu, nichukue fursa hii kuwapongeza sana UMAPIDO. Mmepata viongozi wazuri, viongozi wenye kujielewa, wenye kujitambua, wenye kutanguliza maslahi yenu mbele. Ndugu yangu Chacha na timu yako nzima, nawapongezeni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya. Mmejenga heshima kubwa ya maafisa usafirishaji hapa. Mimi nikuombe Chacha, unafanya vizuri sana wewe na timu yako. Maneno yangu yasiwe sifa za kuwalevya, lakini yawe chachu ya kuwafanya mkafanye vizuri zaidi, ili kundi kubwa zaidi linufaike na uongozi wenu. Kwa nakupongeza sana ndugu yangu Chacha na wote, na naamini mtaongoza vizuri maafisa usafirishaji. La nne, nichukue fursa hii kukuomba sana rafiki yetu sana, kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma. Mimi natamani sana, tofauti na maeneo mengine, polisi wawafanye maafisa hawa marafiki zao wa kwanza kabisa. Umekuja na program nzuri sana za kushirikisha jamii. Natamani afisa usafirishaji wa Dodoma akimwona askari asimkimbie, amuone rafiki yake. Dodoma oye! Dodoma oye! Kamanda wetu oye! Kwa nini nasema haya? Hawa ni ndugu zetu, hawa ni wenzetu. Sisi tuna vipande vyetu kule ofisini, tuna ofisi zetu. Hawa ofisi zao ni pikipiki na bajaji zao. Namna pekee ya kuwafanya waendelee kufanya kazi zao kwa uhuru ni pamoja na kuwafanya kuwa marafiki zetu. Bahati nzuri
afande, haya ninasema mimi nimechelewa sana, wewe umeshanitangulia hatua nyingi mbele. Nimefurahi kusikia polisi bodaboda nyama festival. Afande, kama mtaifanya kabla ya tarehe 27, manake ndugu zangu, tarehe 27 mimi ninakoma kuwa mbunge wa jimbo la Dodoma mjini. Kwa mujibu wa sheria tarehe 27 bunge linavunjwa, kwa kunakuwa hakuna mbunge hata mmoja, na hapo nakuwa kama mgombea. Sasa ukiyafanya baada ya pale, tafsiri zinakuwa nyingi sana. Lakini afande, mkiifanya kabla, mimi nitakuwa mbele kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa sana. Au sio ndugu zangu? Au sio? Yes, sijaisikia bwana. Au sio? Ndio. Afande, ukiwa tayari, mimi niko tayari kulifanya jambo hili. Lakini nikuombe afande, umfanye atalegeza kamba afande. Huyu ndugu yetu hana shida, huyu ndugu yetu bwana. Afande, kingine nikuombe, Chacha huyu akiwa ana shida, umruhusu agonge mlango wako muda wowote bila kikwazo chochote. Yaani mwenyekiti wa bodaboda akija kwako ni sehemu ya urafiki wetu ule. Mimi naamini matatizo mengi mtatatua pamoja kupitia wewe, RTO, DTO, lakini na UCD wetu. Naamini wote tutazungumza kauli moja. Ndugu zangu, leo tunaimarisha urafiki kati ya polisi na maafisa wa usafirishaji, au sio? DJ huko karibu hapo. DJ kuja kwa lengo mahususi ya kuwasaidia watu wa vijana wa usafirishaji kwa jina maarufu bodaboda na majaji katika jimbo letu la Dodoma mjini. Lakini tunawashukuru sana, lakini tunawapongeza sana kwa umoja wenu na mshikamano wenu ambao mmeweza kukusanyika pamoja katika hadhara hii. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipekee kata yangu ya Makole ninakushukuru sana kwa jitihada kubwa ambazo unafanya kwa ajili ya kuwahudumia vijana wetu na wananchi wote wa jimbo la Dodoma mjini. Tunakushukuru sana na tunakupenda. Ujumbe wao kwao, mimi kama kiongozi wa kata hii ya Makole, wamesema wanakupenda sana na wanakuahidi kwamba yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo tunakupenda sana wana Makole. Lakini salamu nyingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kata yetu ya Makole, katika eneo hili la D-Center tumepata ofisi ya lakini katika ofisi hii pamoja katika ofisi hii tuna umoja wa usafirishaji wa bodaboda pamoja na bajaji wapo ndani ya ofisi hii. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea kitu hichi katika kata yetu ya Makole. Mgeni rasmi, kwa kama itakupendeza, sababu leo ni siku maalum kwa ajili ya kufungua SACCOS hii ya wafanyabiashara wadogo wa usafirishaji, basi wananchi wetu na vijana wetu wa kata yetu ya Makole itapendeza wakipewa kipaumbele katika fursa hizi ili waweze na wao kujikwamua katika mambo haya. Na kwa sababu wewe ni mkazi wa kata ya Makole, lakini ni mbunge wetu msikivu na mbunge wetu ambao unatupenda, na imani kabisa kwamba vijana wetu wa kata ya Makole na wao wanaenda kunufaika na jambo hili, na hususan liko katika eneo letu husika, basi tunaenda kunufaika. Lakini kingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa mambo mazuri ambayo unayatendea hasa kata yetu ya Makole, lakini na Dodoma kwa ujumla. Basi baada ya kusema haya, ninawashukuruni nyote. Kwa ridhaa nitambue kwamba
itifaki imezingatiwa kama ilivyo tambulishwa hapo awali. Mimi nishukuru kwanza kwa kupewa fursa hii, lakini awali ya yote mpongeze Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mavunde. Mheshimiwa Mavunde, hongera sana. Hakika nimeamini watu wanakupenda sana. Na hapa naona kama hakuna wasiwasi wote. Kwa kweli kwa kazi ambazo umezifanya kwa kipindi ambacho nimekuja, kipindi kifupi, haya ameyafanya sio tu kwa makundi mbalimbali, kwa maana ya maafisa usafirishaji. Mchango mkubwa katika uanzishwaji wa hii SACCOS umetoka kwake. Nikupongeze sana. Lakini hata sisi kwa upande wa jeshi la polisi, amekuwa karibu sana na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma. Nikupongeze sana. Mara nyingi nimekuwa nikikusumbua, umetusaidia kituo cha polisi Yumwa, Chang'ombe, bado na vituo vingine siwezi nikavitaja. Umefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo nikasema kwenye shughuli hii lazima mimi niwepo nikusapoti. Haya naongea sio kwa unafiki, ni haya nishamwambia. Ijapokuwa sasa majimbo yamegawanyika sasa. Lakini Dodoma walikuwa nakupenda. Dodoma walikuwa nakuhitaji wote. Sasa hapo una kazi kweli. Hongera sana mheshimiwa. Kwa hiyo kwa niaba ya jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, mimi nikiwa kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kwa maana kwa maafisa, wakaguzi na askari, kwa fursa hii nikupongeze mheshimiwa kwa misaada, kwa jitihada ambazo umeonesha kusaidia jeshi la polisi mkoa wa Dodoma. Tunatoa shukrani sana kwako. Lakini kwa upande wa UMAPIDO, kwa maana maafisa usafirishaji, mimi niwapongeze kwa SACCOS, na tumaini hii SACCOS itakuwa ni endelevu. Lakini naomba tu mimi kwangu nitoe machache tu kwa fursa hii. La kwanza, kwa sababu nyinyi maafisa usafirishaji, naomba mtii sheria bila shuruti, sheria za usalama barabarani. Ili sisi jeshi la polisi, lakini na mheshimiwa mbunge aweze kufurahia, hatuna sababu ya kuanza kukimbizana. Naomba tutii sheria bila shuruti. Sisi sote ni ndugu, tutii sheria. Lakini la pili, niombe sana tukemee uhalifu wa aina yoyote. Pia tutoe taarifa za uhalifu na wahalifu. Toeni taarifa za uhalifu na wahalifu. Msijihusishe na uhalifu wa aina yoyote. Msijihusishe na uhalifu. Lakini mwisho, tuendelee kudumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Tuache kufanya vurugu, tuishi kwa amani. Tukifanya hivyo tutakuwa tunawaheshimisha kwanza mkuu wetu wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, mkuu wa wilaya, lakini pamoja na jeshi la polisi kwa ujumla wake. Sisi jeshi la polisi tuna falsafa ya ulinzi shirikishi, polisi jamii na ulinzi shirikishi. Kwa hiyo tunaomba tushirikiane na jeshi la polisi. Sisi polisi wenyewe hatuwezi bila kuwa na nyinyi. Ndio maana tunawathamini. Ndio maana na mimi nimeamua kuja hapa, kuja kuungana pamoja na nyinyi. Mavunde oye! Mkuu wa wilaya oye! CCM! Asanteni sana kwa kunisikiliza.